Hallelujah. King Jesus Worship Center presents Bishop Martin Mwambu in a sermon entitled Wafundisha kwa kila mtu vitu ambavyo vinatendeka kwetu kila wakati, saa zote, na ambavyo vinaweza kuwa vinaathiri maisha yetu kwa njia nzuri ama kwa njia mbaya. Nataka tuone Mungu anasema nini, na ningependa Mungu asungumuze, lakini nisiwe mimi nikitoa huu ushauri kupitia kwa neno la Mwenyezi Mungu. Na ushauri wangu ama neno la Mwenyezi Mungu nasungumuze jinsi ya kutembea na Mungu kila wakati, how to walk with God every time, all days. Na nitasoma kutoka ama neno letu la leo linatoka 1 Peter 3:10-15. 1 Peter 3:10-15. Petero wa kwanza 3:10 hadi 15. Biblia inasema, kwa maana atakaye kupenda maisha na kuona siku njema, azuie ulimi wake usinene mabaya, na midomo yake isiseme hila, na aache mabaya, atende mema, atafute amani, aifuate sana. Kwa kuwa macho ya Bwana waelekea wenye haki, na masikio yake kusikiliza maombi yao, bali uso wa Bwana ni juu ya watenda mabaya. Naye ni nani atakaye wadhuru mkiwa wenye juhudi katika mema? Lakini mjapotezwa kwa sababu ya haki na heri, msiogope kutishwa kwao, wala msifadhaike, bali mtakaseni Kristo Bwana mioyoni mwenu. 15. Muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu awaulizaye habari za tumaini lililo ndani yenu, lakini kwa upole na kwa hofu. Amen. Natumai kila mtu amesikia. If you read in English, you understand what I'm talking about. Soma tena Song of Solomon kwa Kiswahili inaitwaje? Wimbo ulio bora 2:15. Songs of Solomon 2:15 inasema, tukamatie mbweha, wale mbweha wadogo walio waiharibuo mizabibu, maana mizabibu yetu yachanua. Amen. Mbweha kwa Kiswahili, mbweha kwa Kiswahili, kwa Kibukusu, hebu use something ambayo hii ni mnyama ambaye very useless animal, na vidogo ni most dangerous, yani vidogo viko hatari kuliko kubwa, kwa sababu vioni na vinaweza, ni kama panya, vinakula mahali, vinakula. Ukisikia uchungu vimeshamaliza nyama. By the time usikie mbona ninaumia hapa, kiangalia nyama hakuna, nimeharibu hata kucha hakuna. Na kucha ukiharibu kuna madhara makubwa sana kurudisha hiyo kucha. Hivi wanyama wala ambao wanaenda polepole na wanakula, kama kuna misisi ama mtu mzuri umepanda kwa boma, wewe unalinda wanyama wakubwa ama ndege, na kumbe vimekuja chini vinakula misisi. Wakati utaona tu mti inaanza kuwa yellow, huwezi kurekebisha hiyo mti tena, bishaharibu kila kitu. Ndio maana hivi leo naambiwa tuchunge wale wanyama wadogo, kwa sababu wale wanaharibu msabibu. Afadhali wale wengine ambao wanaweza kuharibu matawi, kwa sababu kama bado kuna msabibu, kuna stem inaweza kumea tena. Sasa nataka kuzungumzia
mambo ambayo kila siku tunayaona, tunayapitia, tunanena ama ambayo tushanena ama tukipitia inathuru maisha yetu, aidha kwa uzuri ama kwa ubaya. Linasababisha mambo mengi kuharibika ama mambo mengi kuwa mzuri. Biblia imesema hapa ya kwamba mtu ambaye anapenda maisha aulinde ulimi wake na pia mdomo. Inamaanisha ya kwamba Mungu huwa anaangalia mwanadamu sana jinsi anavyo behave ama tabia ya mtu kila siku, na hiyo tabia ndio huwa inaamua uhusiano wako na Mungu. Just imagine. Na hii ambayo tunazungumzia ni vitu vidogo sana ambavyo vinaweza kuwa vinafanyika na wewe uone umuhimu wake, na kumbe vina madhara makubwa kwa maisha yako. Tumeona watu wakubwa sana ulimwenguni ambao hata wamekuwa wahubiri wakubwa sana, waimbaji wakubwa sana, lakini mwishowe unasikia walianguka kabisa ama hawako tena. Kuna msichana alikuwa akiimba hapa vizuri, si alienda wapi? Alikuwa akiimba hadi wenye walikuwa wanafuma walienda wapi? Haya mambo yameleta madhara makubwa sana kwa maboma, kwa ndoa, kwa ministry na kwa maisha ya watu binafsi, kwa biashara, kwa sababu ya ulimi na midomo kunena uchafu na hila. Na Mungu mwenyewe amesema hapa, kama unapenda maisha, hajasema ati watakuombea kwanza, hajasema ati watatoa sadaka kwanza. Wamesema anza na mdomo wako, kuzuia ulimi wako kunena hila na mdomo wako kutoa uchafu, kwa sababu kumbe kupitia kwa hiyo hali na hiyo tabia ndiye naamua jinsi Mungu atakapofanya kazi kwa maisha yako siku hiyo ambayo amekupa. Hajasema jana wala kesho, amesema kuona siku njema, siku njema ambayo ni siku ya leo, na huna siku nyingine. Kitabu ya Joshua 3:5 na explain haya mambo. Joshua akizungumza na wana wa Israeli sema, chitakaseni hivi leo. Aliitakasa salulululu kuchulita likolobata duno sai, kwa sababu kesho Bwana ana haja sana kutenda kitu kizuri kipya kwa maisha yako. Na jinsi ukitaka uweze ni kwamba unapoamka asubuhi unasema, Mungu Baba, asante umenipa nafasi. Ndio hii. Na sioni nafasi nyingine, yani leo. Basi leo ni siku yangu ya utakaso. Leo ni siku yangu ya kusamehe. Leo ni siku yangu ya kutenda kitu kizuri kwa mtu. Leo ni siku yangu ya kujisafisha kabisa. Sitaki uhalifu, sitaki uovu, sitaki roho mbaya, sitaki mdomo mchafu, sitaki kunenea mtu kitu baya. Kama niko na hasira na mtu niondoe, kama kipoka iko niondoe, kama ujeuri uko niondoe, kama niko na kisirani niondoe, vitu vyote niondoe, nisamehe wote niliokosea, na hata wale ambao wamenikosea, ambao nimekosea Mungu pia nihakikishe kwamba nimewasamehe roho yangu. Maana sina kesho. Kesho ajuaye ni Mungu, na jana vile vile imepita. Hakuna siku nyingine. Na halafu ujiulize, mdomo yako huwa iko mzuri ama unanenanga maneno gani? Hiyo ndio swali ambalo najiuliza siku ya leo, ili iwe siku njema. Biblia inasema ya kwamba this is the day that the Lord has made. Let us be glad and rejoice in it. Hii ni siku ambayo Mungu ameifanya. Wanasema ya kwamba tufurahie katika siku njema ambayo Mungu ameifanya. Na tena Biblia inasema ya kwamba kama jana ulikuwa na shida, ulikuwa na vilio, ulikuwa na matatizo,
ulikuwa na stress na taabu, silipaki saa 6 ya usiku. Ilipoanza tu saa 6:01, Mungu alikuwa ameandaa mambo mazuri kwa ajili yako. Na ukiona hujayapokea mpaka saa hii, inamaanisha jana hukaa vizuri. Siku ya leo katika Isaya 43:18-19 unaambiwa siku ya leo vitu ambavyo vinasababisha maneno yanatoka machafu mdomoni. Unanena hila, ni maneno ya kesho na ya jana. Vitu vya kesho na jana vinasababisha wewe unanena hila na uchafu siku ya leo, ukikumbuka yaliyopita, ukikumbuka ambaye amekungoja na ambaye haina faida kwako. Kwa hivyo Isaya 43:18-19 ikasema, usikumbuke maneno ya kwanza wala utafakari juu yake. Do not think about the past or meditate upon it. Maana Mungu anasema, waachana hayo maneno. Tazama kwa siku hii mpya ambayo nimekupatia. Huna siku nyingine. Hakuna siku nyingine. Sema leo tu. Fikiria mambo ya leo. Anasema mimi nataka kutenda jambo jipya kwako maisha yako. Najua kuna mtu anasema si kusoma, sina pesa, biashara inasumbua, nina madeni, nina nini, nina hii. Mungu amesema waache hiyo yote. Jitrain kabisa unapoingia siku mpya, useme Mungu nisaidie. Maneno ya jana yaliyosemwa, niliyoyasikia na vituko vyote vipaki jana. Na ya kesho ambayo sijafika huko, kuhusu school fees, kuhusu madeni, kuhusu shida zote za kesho, Mungu nisaidie niondoke huko. Nipakie tu leo. Niwe tu sopa, yaani niwe na akili mzuri siku ya leo. Na nijue Mungu uko happy, nifuatane na maneno yako hivi leo. Kwa sababu wewe mwenyewe umesema ya kwamba nikijitakasa siku ya leo, kesho kuna kitu unanipatia. Ninakuamini hivyo. Mungu mwenyewe umesema ya kwamba nikiwaachana na maneno ya jana na maneno ya kesho, kuna jambo jipya naenda kuchipuka siku ya leo. Wewe mwenyewe ndio umesema Mungu. Tena Mungu mwenyewe umesema ati katika hii siku nifurahie na ni rejoice. Na tena ukasema katika Wafilipi 4:6-7 ya kwamba hakuna kusumbukana na jambo lolote siku ya leo. Ibaki Mungu ametuambia mambo mengi sana, sisi kichwa ngumu sisi ile kuanga nini. Anasema ya kwamba usisumbukane na jambo lolote siku ya leo. Usisumbukane na jambo lolote siku ya leo. Bali uwe na shukrani moyoni, useme Mungu asante kwa uhai ambao umenipa siku ya leo. Na uombe. Na anasema na uhakikishe ya kwamba haja zako zinajulikana mbele za Mwenyezi Mungu. Angalia vile Mungu ametupanga. Angalia vile Mungu ametupanga. Yaani siku ya leo tusisumbukane na jambo lolote, bali kushukuru na kuomba. Na akasema hivi, na haja zetu sijulikane mbele yake. Na anasema yeye anatimiza zile haja za moyo yetu. Na akasema ya kwamba utapata amani ipitayo kuelewa kwa mwanadamu. Nyinyi mnanielewa kweli? Yes. Do you understand me? Yes. Mmesikia? Alafu Matthew chapter 6:25 kuendelea mbele wasema, kwa nini wewe unakuanga na wasiwasi? Unapofika siku ya leo unasema nitakula nini? Nitavaa nini? Mimi nitafanyaje? Umeingia siku mpya, lakini angalia mtu anasumbuza hivyo. Mimi nitakula nini? Nitavaa nini? Watoto wangu hawa sijui kama watasoma, angalia vile wanatembea. Sijui kama watakuwa watu kweli. Unang'ang'ana siku ya leo na haya mawazo. Mungu akasema angalia mpumbavu huyu. Kama hawa ndege hii yenyu hailimi, hata haijui itakula hivi kesho, lakini huwa inakuweko, inakula na inalala sawa sawa. Akasema angalieni maua ya pondeni ama hii maua. Anasema inakuwa mzuri, inakuwa green, inakuwa na flower. Yenyewe kama anaweza kufanya hivyo, je, wewe atakuacha? Mungu amesema hiyo swali. Kitu ambacho tusumbuanga ni nini? Imani ndiyo
Tumehubiriwa tangu wengine muwe na miaka 7 mpaka leo. Sisi tangu tuwe miaka mingi iliyopita tunahubiriwa. Watu wanahubiri kwa radio, wanahubiri kwa TV, tunaenda makruseti, tunakaa kanisani, tunaambiwa, tunasoma vitabu, tunasoma Biblia, lakini tumepakia hapo hapo. Sababu gani tumepakia hapo? Hivi vibweha tumesababisha tumebaki hapo hapo. Muda kipeleka stupid useless. Kambweha kameanza kula tayari. Hasira iko tu hapa. Ujeuri tu uko hapa. Kiburi number 1. Kujiinua number 1. Kusema mimi naweza number 1. Huwezi kusikisa mtu mwingine, huwezi. Ndani vitu vimejaa, ndani vimejaa mpaka Mungu ameshindwa aende wapi. Kama kanisa sisi tunataka, tumeambiwa lazima tuangalie, tujichunge na small foxes. Na small foxes vinasaliwa kutoka kwa ulimi na mdomo. Kama mlisikia mtu anatoka pale anakuja kanisani na mtu anamsuluhisha, anasema huko kanisani uende na ukae karibu na mlango. Kuna vitu vinafanyikanga hapo, kama umekaa ndani kabisa, kukimbia itakushinda ukitoka. Lazima ukae kwa mlango. Mtu anashtuka. Kafokusi kameanza kula kanisa. Na akisikia hivyo, hakuji kanisani. Mwingine hapo kanisani kwa sababu ya mdomo uchafu na ulimi uchafu, unamtoa kanisani. Wengine wao kwa ndoa kwa sababu ya ulimi uchafu na mdomo mchafu, una separate. By the time ujue ndoa imefunjika. By the time mkundue kanisa imefunjika. By the time mkundue biashara imeharibika. Yaani tabia ya mtu, watu wako na upako wa shetani. Na wale upako wa shetani haukujii juu, wanakujia chini. Watu wakuita watu na anapeleka mtu kando. Na anasema na usiniseme. Anasema usiniseme. Na huyu ananyamaza na hiyo kitu, na anaamini kabisa hiyo kitu. Na anaita mwingine. Inakula tu pole pole. Baada ya kusema na nini inaendelea hapa? Kanisa kwisha. Little foxes. Watu ambao wanasema kwa kizungu wicked heart. Wicked ni mtu mwenye mhalifu mbaya sana. Kuna drama nyingine Ayushi ingejeshwa na Hawa, ambapo mtu alikuwa anaingia kwa nyumba na anapata mama amekaa. Na anamuuliza, anajua kuongea story mzuri, anaambia bibi, amejua bwana ameenda. Ndiye anaingia kwa nyumba. Alafu anasumbuza na bibi, anasema, mimi nimekuja hapa na wapenda sana. Anapewa chai, wana story tamtamu hao watu. Anasema na bwana yuko wapi? Anasema bwana si ameenda kazini. Anasema ameenda kazini, huko shua anaenda kazini. Huko shua. Sisi nimekuona kwa Angela. Sema kwa Angela, na Angela anajulikana kama ni prostitute. Kama anasema unamuona kwa Angela. Sema namuona, lakini usiseme ni mimi nimesema. Kwa sababu ukisema mimi nimesema, sitakwambia mengi. Na unaficha. Huyu bwana kurudi nyumbani, bibi hakuna usalama. Mambo yameharibika. Hako comfortable. Na hakuna uhusiano. Kitu kimekonga katikati ya uhusiano. Lakini katika hii film ama katika hii drama, ilifika wakati fulani ambapo bwana bibi alikuja kugundua huyu mtu. Akajua huenda akawa ni mjanja. Kila wakati ananiambia bwana ameenda huko, bwana ameenda hivi. Bwana ameenda, bwana hivi. Sasa akaambia bwanake, akamwambia wakati usiende. Nataka ujifanye kama unaenda na ukimbie urudi hapa. Maana
kuna Wanjegeche anakujanga hapa kila wakati unapotoka. Ujifiche ndani ya kitanda. Usikie haya maneno ya Wanjegeche. Alipojificha ndani ya kitanda, kukaingia tena. Kukaanza story na siku hizi, na wakati mama akakuwa na roho safi, akampa chai mzuri, kukaanza tena. Sema sasa ametoka tena, amerudi hapa kwa Angela. Na Angela huyu atawaletea shida. Sema yeye nieleze vizuri, this time ataona. Usiseme mimi nimekuambia. Usiseme mimi huwa nakwambia haya maneno, ndio nitakwambia mengi zaidi. Alipokuwa anaendelea, ni jamaa anatoka kwa kitanda, sema yeye aendelea. Hapo ndio waliweza kunasa mtego wa little fox. Na wewe ukitaka kunasa little foxes, umesikia kitu ambaye kinakufunja moyo kutoka kwa mtu. Kama wewe unamjua Mungu, fanya mpango wa kunasa the little fox. Amen. Biblia inasema kutuambia hapa, atakayeona siku njema awache kunena uchafu, ulimi kunena hila. Maana Mungu huzungumza na wale watu wenye haki, watu ambao wametafuta Mungu mpaka wamefika kiwango ya kuweza kusameha wale ambao wamewakosea, watu ambao wametafuta Mungu mpaka wakafika kiwango ya kuwa wapole, watu ambao wamefika kiwango ya uvumilivu wa ukweli katika Kristo, watu ambao wako na moyo wa kusamehe waliokosea, watu ambao hawezi kunena kinyume juu ya mwingine, watu ambao wameondoa kiburi na ujeuri ndani ya maisha yao, watu ambao wamehakikisha kwamba wameondoa hasira na kisirani ndani ya maisha yao, na wale ambao wanamjua Mungu na kufuata neno la Mwenyezi Mungu, wakaondoa maneno yao wakaweka neno la Mwenyezi Mungu ndani ya maisha yao. Ndio Biblia inasema ya kwamba Mungu anataka kunena na wenye haki, na huwa anawasikiza sana wenye haki. Biblia ikasema ya kwamba Mungu anachukia sana wenye wananena hila na midomo michafu, wenye wanasababisha wengine kukosana, wako na kichini na wako na ile roho ya kulipisha kisasi, na wana kiburi na ujeuri wa hali ya juu, wamekuwa wagumu kama mtu hawezi kusaidika. Mungu akasema hata kama huyo mtu anahubiri injili kama mimi, ama hata kama huyo mtu anaimba nyimbo na mnakaa tamu na mnagani, kama huyo mtu anajua kucheza gitaa wala keyboard, anafanya mambo yote kanisani, lakini hajasuia mdomo wake na ulimi wake, Mungu anasema anachukizwa sana na huyo mtu, na hata maombi ya huyo mtu Mungu hataki kusikia. Katika Isaiah 59 verse 1 anasema mmejitenga na Mungu, na Mungu amekaa mbali kwa sababu nyinyi mna roho chafu, roho mbaya. Maana kinachotoka ndani huwa kinasababisha madhara makubwa sana katika jamii. Hakuna siku unanena kitu kikajenga mtu. Ukinena ni kurarua, ukinena ni kuharibu, ukinena ni mtu kulia. Na Mungu anasema anachukia huyo mtu sana. No wonder we have a verse in Psalms ambayo inasema the wicked shall be removed from the world. That's why unapokufa nothing inakuwa mwenye analia ni watu wachache, kwa sababu una madhara makubwa sana katika society. Kuna watu ambao wakifanya uhalifu, kuna uhalifu ule ambao unajulikana, kwa sababu anaweza kuja akaibia mtu, mkaona mtu aliiba hapa kitu, anaweza kufanya kitu ambacho kinaonekana yani kitu kikubwa, lakini kuna mtu yule ambaye anaendelea chini. Pale kama mkundue nyinyi mshamalizika, huyo mtu ni hatari sana. Ndio Biblia imesema katika Song of Songs of Solomon ya kwamba be very careful with the little foxes. Chunga sana mbweha wadogo wale wanamalizanga, by the time you realize huwezi kurekebisha tena, washamaliza. Msichana anataka kuolewa, mnapanga harusi, mmepanga mambo sawa sawa,
Alafu kumbe alipokuwa anakuja kwa kutembelea msichana kijana, bahati mbaya huku muonyeshe njia ya haraka, akawa anaulizia majirani inafikaje kwa mzee Mng'anda, na bahati mbaya akaangukia mikono ya mtu fulani. Na hao watu wako very powerful, wanasemanga hivi ati naenda kwa Mwanda, kwa Mwanda kufanya nini? Mimi wacha niseme vizuri, mimi niko na msichana katika Ipoma, tuna mpango wa kufanya harusi. Unasimama nini mbaya? Wewe henda. Hawasemaki maneno mengi. Naweza kusema ukaniquote. Amearibu tiaza na anaanza kusema sitaki niseme, useme nilikwambia. Wewe na imagine watu kama nyinyi nyote kanisa kama hii mmepanga kwa sababu ya hiyo harusi. Familia imepanga kwa sababu ya harusi. Mambo mingi imeandaliwa, watu wana expectations kwa roho zao kwa sababu ya harusi. But one little fox, before you realize, kazi zenu zote na mpango yenu yote dead. Kama mtu angesema kwa sauti anasema hiyo mambo ni mbaya, msiende huko, labda tungerekebisha. Lakini huyu mwenye anasema na wakiongea wako na tabia fulani, hata hakuna kitu, hata mko peke yenu kwa room, lakini unaona anafanya vitu. Hakuna mtu naenda kuambia sasa, waje nikwambie, tunga sana, that's a little fox. Na wamesema tujihatari na hawa mbweha. Wamesababisha hatuwezi kusonga kwa maisha, tumepakia hapo. Imesababisha wewe mwenyewe binafsi hujasonga kwa maisha, kwa sababu kuna maneno ambayo ulikuwa unatamka, kumbe unapotamka inajenga, inakuwa kitu. Ukisema huyu mtoto kumbafu, inajenga upumbafu, na inaingia kwa mti, unamea ndani ya poma. Kumbe vile unavyosemaga upumbafu umeimea hapo. Unaposema stupid kama mama yako, inamea hapo. Sema angalia hii umbwa, inamea hapo. Unasema si nani, inamea. Maneno yote ambayo tumetamka yamefika mahali, yamejengwa, yamekuwa kama mountains in our families. Sasa unakuta mtoto amesoma, unakuta mtoto ako na pesa, unakuta mtoto anajiweza kwa njia moja ama nyingine, lakini hakuna kitu anafanya. Hata kuna mwingine ambaye mimi najua alikuwa na master's degree in electrical. Si rahisi kupata hiyo degree. Masters in electrical. Anapata pesa mingi na ni head of department katika public works. Lakini akipata pesa anapita kwanza kwa bar. Na akifika kwa bar anapeana pesa kwa barmaid, hataki kusumbukana, atakimbishwa pesa, anachukua soda anampa barmaid na anakaa kwa kona atakunywa tu polepole. Amesahau family. Wapadi wanampa tu pombe wanamwambia simeisha. Na anapepwa, anawekwa nje. Nasema maneno ya ukweli kabisa, huyu ni jamaa yangu. Na bibi ndiye alikuwa na time kama siku ya mshahara imefika. Na yeye amefika kwa mlango. Yuko vita sasa. Ilikuwa Nairobi hapa hivi. Bibi amefika pale. Amejua mshahara ni leo, wamempa tip. Ndiye akitoka ndani ang'ang'ana na huyu bwana yake achukue kwa pesa. Bisi wasaidie mpaka mwisho wa mwezi. Laana imeingia kwa poma. Na laana ikiingia, hata kama mtu amesoma, hata kama mtu ako tajiri, pesa haiwasaidii. Kuna vitu vimefanya sisi kubiliwa kwa mdomo na ulimi, vimerudi sasa, vinatukaanga. Ni kama wanavyosema aliyeficha haenda,
ni nini kwa Kiswahili inaitwa fisi, hatimaye ilifanya nini? Ilikula mwenyewe. Sisi tumenena mambo mengi kwa maisha, ikasababisha sasa sisi wenyewe tunajikaanga na mafuta ambayo sisi wenyewe tumetengeneza, limeharibu maisha yetu. Imefika wakati ambapo sasa lazima, na si kesho, tumesema kesho hakuna, na tumesema jana hakuna, ni leo tu, siku tuko nayo. Na umegundua kwamba kumbe maisha yangu inaharibika kwa sababu hakuna mtu mwingine ameharibu, kumbe ni mimi mwenyewe. Hakuna mchawi amehusika, kumbe ni mimi mwenyewe ndiye nimehusika na maisha yangu. Imefika siku ya leo ambao lazima nirekebishe maisha yangu. Lazima nijirekebishe. Mdomo yangu nitaulinda namna gani? Na kabla sijalinda, nimenena mambo gani ambao huende kawa imekuwa na madhara kwa maisha yangu? Mambo gani nimefanya kupitia kwa huo mdomo na ulimi ambao huende kawa imeharibu maisha yangu? Na maneno ambayo tumenena yote imejenga milima, imejenga silaha, imejenga mambo mengi kwa maisha yako. Na hivi vitu yote ambavyo vimejengeka vikakuwa, ndio sasa vitakukula wakati huu. Sasa imefika wakati ambao lazima tupomoe. Na mwenye kupomoa si mwingine, ni wewe. Nimekuja kuamini ya kwamba si rahisi mtu akafukuza kile kitu ambao unapenda. Unaweza kuambia uombewe na kumbe umejaa kiburi, umejaa ujeuri. Wewe ni mtu wa kulipisha kisasi, wewe ni mtu wa hasira, wewe ni mtu wa vita, wewe ni mtu wa mambo mengi, na umepatwa na ugonjwa. Sasa ukiombewa hakuna jinsi Mungu atasikia, kwa sababu wewe tayari umefunika, Mungu hawezi kukuona. Ndio sababu maombi mengine unaweza kuomba lakini mtu hawezi kubadilika, kwa sababu yeye tayari Mungu amekata uhusiano na huyo mtu. Sasa ningeomba siku ya leo katika kanisa hili letu tuanze kurekebisha uhusiano wetu na Mungu, ili Mungu aweze kutembea pamoja na sisi sasa kila siku, wakati wote. Ndio sasa tukaambia Mungu nataka hii, Mungu akupatie. Kila mtu ukimuuliza hapo unataka nini, atasema mimi nataka kitu fulani. Na hujapata kwa sababu tayari wewe umeruhusu mambo mengi kaingia ndani ya maisha yako. Mdomo yako na ulimi wako, maneno yote uliyonena. Na kuna maneno mengine unapolala, kuna watu wengine wanatembeanga usiku. Kama yule Bishop Charles amesema, waje niwaambie, Biblia imesema ya kwamba kuna watu ambao wanakuja kama mmelala, na wanapanda vitu, na wanapanda maneno, na wanasema mambo fulani, wanaonyesha vidole, wanaonyesha fimbo. Haya maneno wananena pia inafanya kazi ndani ya maisha yako. Lakini leo Mungu amekwambia tu siri ya kwamba atakayeona siku njema na Mungu amtembelee na asikie maombi yake na ajibu maombi ya huyo mtu na arekebishe maisha yake ili Mungu atapenda yeye, basi asuie ulimi wake na mdomo kunena hila. Unaanzia hapo. Urudishe Mungu katika maisha yako. Unarudishaje Mungu katika maisha yako? Kurudisha Mungu ni kwanza kukiri dhambi zako. Dhambi zile ambazo unajua na zile ambazo hujui. Uombe kama ile Daudi aliomba ya kwamba Mungu chunguza roho yangu, ujue mahali gani ambapo bado haijarekebika, unirekebishe. Ili Mungu akusaidie arudi ndani ya maisha yako. Na Mungu akirudi, tafuta huyo Mungu kwa bidii na moyo wako wote. Utatafutaje Mungu? Kwa kusoma neno, kwa kusikia neno, kwa kuwa mtu mzuri wa kusikiza kutoka kwa wale ambao wanakuhubiria. Na ushika haya maneno, na haya maneno unayashika uyatekeleze ndani ya maisha yako. Uhakikishe kwamba unafuata na kutekeleza kama jinsi ilivyoandikwa. Ndipo utaweza kufanikisha njia zako na kustawi. Mungu hajasema kwa maneno mengi that you struggle, it is very simple. Hii mmesikia kuna waimbaji maarufu wanakuwa tu vizuri wanaanguka. Kuna waimbaji wazuri wanaanguka. Wahubiri wa hali ya juu wanaanguka. Watu wazuri ambao wanamcha Mungu wanaanguka. Shida ni nini? Hii little foxes, vitu vidogo katika maisha. Mungu ametuarifu leo ya kwamba tu very careful. Careful inamaanisha kwamba every minute, kila dakika unajichunga. No, ujichunge kesho wala jana. Leo ni siku fupi, ni rahisi kujichunga. Hajakupa siku mingi ya kujichunga, leo peke yake.
Jichunge tu leo na ujiulize maswali. Mungu, nini nimekosea? Natamkanga maneno gani? Utajua wewe mwenyewe. Nitafanyaje niepukane na haya maneno? Kuna mwingine alikuwa anasema siwezi, mtu akinikosea siwezi kuvumilia. Kuna ndugu ambaye anapenda kumwambia kwamba jaribu kuvumilia. Jaribu kuvumilia, usiwachilie hasira. Akasema nimejaribu, nimeshindwa. Na sikianga tu hasira yangu imelipuka. Na kwa sababu ya hasira kulipuka kila wakati umezuia, imekataa, ndio maana utakufa bila kitu. Lazima uhakikishe kwamba mpaka ujisaidie mpaka uweze kucontain ile hasira. Mpaka uhakikishe uweze ufike kiwango ambao unaweza kusikia mtu amesema neno mbaya lakini hawezi kuwa adui wako. Hata una njia kumrekebisha awe sawa sawa. Hivyo utawafukuza maadui wote, utafukuza vitina vyote kwa maisha yako. Mtu anakupa vitina lakini anaona unaishi maisha tu sawa, na huyo mtu tena mnaendelea naye. Kwa vitina atafika mahali aseme huyu jamani kupumbavu. Na mueleza vitu nisione akireact. Hapana, umejua jinsi ya kutembea na Mwenyezi Mungu. Yesu mwenyewe alitemewa mate, aliambiwa maneno yote mabaya, lakini Yesu hakusema hata neno moja na hakuweza kuwajibu. Lakini tunaambiwa kwa sababu hiyo ilipofika saa 9 waliona mtetemeko wa ardhi, ndio watu wenyewe wakasema haya, tulikuwa tunachezea kumbe mtu ambaye hastahili kuchezewa. Ukitaka kuwa kama Yesu mwenyewe, mtu akunenea mambo mabaya, ukisikia vitu vya uchungu juu yako, maneno ambayo haikufurahisha, leo nimekwambia ama leo naambiwa ya kwamba usifuate hayo maneno, usifuatilie hayo maneno, lakini wewe wasamehe kama jinsi Yesu mwenyewe alikosamehe wale wote wezi na wachawi na waroki. Wewe pia wasamehe, na alafu fundisha roho yako kustahimili mambo kama hayo, na ukaweze pia kukubali ya kwamba wale ni marafiki. Lazima ufike kiwango ya kusema ya kwamba ubaya na uzuri unatendeka kwa wema wako, kama jinsi neno linavyosema. Ukifika kile kiwango utafaulu ndani ya maisha yako. Hutapepa mtu mpeleke nyumbani kwako kwa sababu alikwambia stupid. Hutapepa mtu mpeleke nyumbani kwako kwa sababu alikwambia wewe hujajua kuvaa, ama nywele yako ni bofu, ama wewe ni pumbafu. Utakuwa unamwacha pale pale. Lakini ukiwa na hasira na roho ile ya kushika maneno na kuyatilia maanani, utakuwa unapepa watu kila siku kupeleka nyumbani kwako. Ukilala unalala na hawa watu. Wenyewe wanangorota nyumbani, wewe uko hapa unatafakari juu hawa watu. Na kitu ambayo unatafakari juu yake ndio kinakufanya wewe, ndio kinakutengeneza wewe. Kama unatafakari juu ya kuua, unatafakari juu ya kulipisha kisasi, unatafakari juu ya taabu zako, unatafakari juu ya shida zako, sina kutengeneza. Ikifika mchana tunajuanga huyo anatafakari taabu. Uso unabadilika, mwili unabadilika, afya inabadilika, na hakuna nguo yoyote unayovaa inakuweza kutosha, kwa sababu wewe umejifanyisha taabu na shida ya kutafakari juu ya mambo ambayo haifai, ikatengeneza mwili wako kufanana na zile taabu. Sasa upendezi tena. Watu wengi huwa wanapata msukumo wa damu kutokana na mambo kama hayo. Na ukiwa na msukumo wa damu, ukiwa na shida mingi katika mwili, unapata ulcers na vitu vingi, eventually cancer inaingia. Na alafu na problem ya kwamba cancer ni lifestyle, maybe kula kitu ama from the family. Kumbe inatokana na mambo ambayo unatafakari juu yake wakati wewe uko free unalala. Na hayo maneno imekutengeneza. Biblia imesema ya kwamba wewe unapochukua neno la Mwenyezi Mungu ndani mwako, tafakari juu ya neno hilo usiku na mchana. Maana hilo neno ndilo litakutengeneza wewe. Litakutengeneza wewe ndio utende kama jinsi neno linavyosema, basi utafanikisha njia zako na utastawi. Hivi ni neno linavyosema. Na alafu mwishowe Biblia inasema ya kwamba tafuteni amani na watu wote. Kwa nini Biblia inasema watu wote? Kuna wala wakosaji wa vitina, wenye mambo mengi kwa maisha yako, wanasababisha wanakuletea stress wako. Kuna wale watu ambao wanakusifu, watu wazuri unawapenda.
lakini nasema tafuteni amani ya hao watu wote equally. Na unasema hii amani tafuteni unaoifuate sana. Ufuate sana. Yaani mtu mwenye amekosea huyo, tafuteni amani na yeye na ufuate sana. Wanasema ukisamea mtu mwenye alikukosea, na umtendee mambo mazuri, ni kama kuchukua makaa uweke kwa jiko na umfalishe kwa kichwa, pasipo kusema neno lolote. Can you imagine mtu anakusemanga maneno mabaya one full year na hajawahi kusikia wewe kumjibu? Huyo mtu atajisikiaje? Umepanish huyo mtu zaidi kuliko kama ungemjibu. Kuna nyumba zingine kwa naambiwa ati bwana na bibi huwa wanakombana kila wakati. Bwana anazunguzanga from A to Z, anazunguza maneno yote, bibi amenyamaza. Mpaka anafika mahali anakonga bibi, wewe ni jibu. Mbona hujibu hata moja? Anafika mahali mpaka anataka jibu. Lakini usipojibu huyo mtu atanyamaza. Hiyo ndio tabia ambayo tunataka tujifundishe sisi kama Wakristo. Ni small things lakini siko very powerful and very destructive in our lives. Especially families. If you kama hamuna Mungu na hamujui hizi little foxes, bweha wadogo wanakawanyanga mafamilia. Kuna family ambayo mimi najua siwezi kumention, kila mtu wako kivyake. Mama mmoja, baba mmoja. Na wanachukiana vibaya sana. Hata afadhali jirani, vibaya sana. Hata siku moja nikauliza mwingine, mbona unakaa hivi? Anakaa maisha mengine si mzuri. Yaani mpaka nikakuwa na sema, yaani si mzuri kabisa. Na brada yake ni milionea. Anaitwa Ekesa. Sijui anaitwa Ekesa Mbra. Huko alikuwa minister. Na siku hizi sijui alikuwa minister kuliko Kakamega. Akona pesa mingi sana. Echesa. Na ndugu yake anakaa pale na wachie. Nikasema hapana, wewe si ndugu yake. Nikiangalia sura naona kweli ni Echesa. Unakaaje? Yaani si lazima nini, lakini hata haiwezekani kweli. Hao wakitembewa kama tuseme umepatana mahali pamoja, asimamisha ndugu yake, atasimamisha nani? Akasema sisi tunajukiana vibaya, tukikutana na uani. Kwanza huyo Echesa, nikipata tu nafasi naenda kuua. Ukiona amekufa si ati ameuliwa na mtu, itakuwa ni mimi. Wacha mimi. Sister wetu mkubwa alijaribu na akaponyoka mtego, ndio maana anakaanga Nairobi. Baba mmoja, mama mmoja. Unajua ni nini? Little foxes. Kama ujui Mungu, hizi little foxes zinakuja na zinakawanya family mzima. Mungu na mamilioni mingi lakini you don't benefit anything. Hata kuna wengine wako na mawaziri kwa boma, kuna wengine wako na cheo kubwa katika kwa boma, lakini little foxes zimeharibu. So wapendwa, nikimalizia, vijana hata kwa ukubwa na sisi zote, kuna maneno tumezungumza machafu kupitia kwa mdomo na kwa ulimi, na bado tunazidi kuzungumza. Leo nimekuja kuambia, huwa tunajenga kitu na hatujengei mtu mwingine. Tunajenga ili ikuje kukudhuru sisi wenyewe, wewe mwenyewe. Maisha yako ambayo unaendesha sasa hivi unaona imekuwa ngumu sana kusonga mbele. Hakuna mchawi amehusika kwa maisha yako, lakini umejichawi kwa sababu ya maneno unayotamka. Na umechawi wengine. Nimekuja kusoma ya kwamba mchawi ni yule mtu ambaye ndani ya moyo wake anatoa uhalifu, hila, maneno machafu. Ako na maneno ya laana mingi kwa mdomoni, akitamka mdomo mwingine akosana mwingine, akileta maneno anawacha watu wanalia. Huyo ndio mchawi mkubwa kuliko wachawi wote. Si ajabu kumbe wewe ni mchawi. Unakuja kanisani na unaimba na unahubiri. Jirekebishe kuanzia saa hii. Kurekebisha kwako, anza kufikiria maneno gani umetamka ambayo haina maana. Maana haya maneno haikuenda mahali popote. Iliingia mahali ikapandwa na sasa imemea. Nimerudi kukudhuru wewe na watoto wako. Sasa ni wakati ambao lazima urekebishe. Maana Mungu anasema ako na second chance.
in your life. Amen. Mungu ako na second chance in your life. Na ujue kwamba wakati utakapokufa wewe na Mungu. Hakuna kusema ati Mungu aidilite witness. Na Biblia inasema in Ecclesiastes mstari wa mwisho kabisa, the last chapter, the last verse, ya kwamba Mungu anaenda vitu vyote vya siri na vinavyojulikana hukumuni before judgment seat. Siku ya mwisho inapofika utaulizwa maswali. Yale maneno uliyoficha na yale ambayo yanajulikana. Leo hii nataka nimalizie nikisema kama kuna maneno umeficha, jaribu kuongea na Mungu kuhusu haya maneno. Na ambaye anajulikana rekebisha. Chunga mdomo wako, chunga ulimi wako. Umekuharibia maisha, hujaharibia wengine, umekuharibia wewe maisha. Imesababisha uwezo kuenjoy life. Kwa sababu wewe mwenyewe umewacha vitu vya ulimwengu vimekukumba, utaona kwamba your life is poor. Poor means uko na pesa lakini hasikusaidii. Amen. Uko na vitu vizuri lakini havikusaidii. Niliona mzee mwingine Biashara Street na Mombasa. Anaendesha gari. Lakini hako kitu kidogo ndani hivi. Nikasema na huyu mtu ni nani? Ni mtoto. Anasema si mtoto, ni mzee. Shida yake ni nini? Hata yako na stress ya watoto. Imagine huyu mtu ako na mali mingi, anaitwa na jina fulani la Maleso, nimesahau hiyo Maleso. Sijui ya vanga. Maleso yake ilikuwa ana quality lesos. Kuna mwingine Mkamba. Sasa nikiuliza stress ya watoto wanamsumbua. Watoto wanafanya vituko. Mpaka mmesababisha huyu mzee anaendesha Mercedes Benz lakini hapo na tabu hivi. Ndio kusalamia ni kama mmekosana. Mercedes Benz anaenda kwa nyumba ile ambayo wewe nyumba ile fahari. Na hizo tabu zote. Why? Kuna maneno fulani pengine huenda haikuwa mzuri. Imerudi kukula huyu mzee. Hata kama hako na pesa. Waachana na maneno ya pesa na mali. Jirekebishe na Mungu ndio enjoy mali hiyo uko nayo. Amen. Jirekebishe na Mungu. Mkimalizia nataka kusema kitu moja ambaye ilifanyika juzi na jana. Naamini mmemaliza, mmesikia yale nimesema, na sasa nikimaliza msisikie kama story, start implementing. Kwa sababu nimewaambia ukweli. Juzi tumekuwa na wahubiri wamekuja kwa hoteli wawili. Na wale wahubiri wamesema maneno ya muhimu sana. Walikuwa wameitwa na kijana wetu kuja kufungua nyumba. Na hata nilipoona nikaambia Pastor Richard kwa sababu sema wewe unajuanga hii maneno ya kufungua nyumba na kuombea mchanga, sasa utasaidia hao. Yaani nilikuwa nimechukulia hao watu rahisi sana. Lakini maneno ambayo niliona nilijua wale watu walitumwa na Mungu. Na walisema vitu vingi sana. Mmoja walisema unaweza kuwa na shamba, of course alikuwa kwa Biblia vizuri sana. Unaweza kuwa na shamba na ukajenga nyumba na ukajenga roadside. Nimesikia mara ya kwanza kutoka kwa wale wahubiri. Maana aliquote from the Bible. Ukajenga roadside. Na kwa sababu umejenga roadside, unaona kwamba vitu vyako haviendi sawa sawa kwa familia. Maana hujajenga ile side ambayo unatakana kuweka nyumba. Na akasema tena ya kwamba unaweza hata kuamua upande miti na maua. Sisi wote tunaenda bio tunasema sasa leo nipande miti, nipande maua, na ukapanda something wrong. Alikuwa kutoka kwa Biblia. Nilikuwa nimeandika chini nikisikiza hawa mama huyu akiongea. Na akapeana history ya kwao, maana ni dada ya Adha Makuku alikuwa minister. Yule mama mwenye amekuwa anasema umepata tabu sana. Mpaka ile mahubiri yako ulisema ya kwamba God revealed something. So somebody kama vile aliambia akareveal Nebukadneza. Ndio kitu ikatambuliwa. Wakaambiwa watu wanakufa. Wakina Adha Makuku watu wanakufa ovyo ovyo. Mpaka akapaki mtu mmoja. Na huyu mama akasema sasa hii kifo imetufahamia tutaendelea wapi? Wamepaki wawili.
na wakasema msiporekebisha hii kifo iko na speed sana. Wale wamekufa watu wanane, wamepaka huyo mama na mwingine. Akasema nitaendea wapi? Lakini kuna kitu kimwambia chukua sadaka. Anaambia huyu mama chukua sadaka. Kuna nyanya fulani mwenye kuzaa makuku wakati ule. Chukua sadaka mzuri sana, upelekee huyu nyanya na umupe na umwambia kuombe. Akasema ninashangaa, naelekezwa kwa mtu ambaye si pasta. Na alipoenda kwa huyu nyanya akampa sadaka na akamwombea, umesurvive mpaka leo umekuwa wazee. Na akamwambia kuna mti, sisi tunaita siku mtoto, mkumo ni mti gani? Akasema hiyo mti bila imesimama hapo, ondoa nyumba zote, enda mwisho wa shamba. Yaani wewe unakaa huko vizuri, unaambiwa uende nyuma ya shamba yako ujenge nyumba. Wakapona. Alikuwa na vivili hivi vitu kwa sababu alikuwa anataka kuombea hiyo shamba. Sasa alikuwa anasumbusa kuhusu mchanga na vitu vingine na ili aombe. Akareveal a lot of things. Na halafu kitu kingine ambaye nawaambia sasa siri nikae chini, akasema tembea. Muangalie mzekani yako na miaka mingi. Mzekani yako na miaka mingi. Ukipata huyo mzee ako na miaka mingi, ujue kwamba kulikuwa na malaria, kulikuwa na maajali, kulikuwa na kansa, kulikuwa na shida zote na hata manyoka. Alipitaje akafika kiwango kile? Mbona wengine hawajafika kiwango yake? Enda chukua ile neema. Mimi najishanga na neema tu iko kila mahali. Iko tu. Mzee yote tu. Kwa nini yako na miaka 90? Chukua hiyo miaka 90. Kasema enda kwa hiyo mzee na zawadi nzuri. Sasa nawapatia siri ambayo mimi nimesikia kwa watu wawili. Nimesikia kwa wale, tena nikasikia kwa mtu kutoka Nigeria. Enda kwa hiyo mzee na zawadi nzuri sana. Mwambie mzee, niwekee mkono nipate neema yako ya maisha marefu. Unampa zawadi, anakuwekea mkono ya maisha marefu. For more of our sermons, please subscribe to our YouTube channel. You can also like our Facebook page, follow us on Instagram, King Jesus Worship Center Mombasa. We welcome you to worship with us. We are located in Mombasa, Makongo, Changamwe.